Simanzi na majonzi katika boma la marehemu Agneta Imbaya katika kijiji cha Weheleha, kaunti ya Bungoma. Kisa kilichojiri saa 5 usiku wa kuamkia leo, ambapo mwanamke mmoja pamoja na wanawe wa kike watatu, mmoja mwenye umri wa miaka 16, mwingine miaka 10 na mdogo akiwa na miaka 8, waliuawa katika hali ya kutatanisha, kimewaacha wenyeji na bumbuazi. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo alikuwa amepokea vitisho kutoka kwa jamaa mmoja aliyekuwa amekamatwa kwa madai ya wizi wa mabavu. Kufika hapa nikauliza wenzangu, mnapika nduru ya nini? Huyu mama ni nini kimetendeka kwa hii boma? Akasema eti huyu mama inaonekana amewawa, sababu tumeangalia kupitia kwa dirisha, tumeona damu yake inatiririka kutoka kwa bedroom yake. Hapa nimestajabu, nasikia uchungu ya mwaka kwa sababu huyo Imbaya ndio mtoto wangu wa kwanza. Msichana alikufa na Imbaya Kabaji. Ndio mwenye bibi amekufa. Hawa watoto ndio wajukuu wangu wa mbele. Niko na huzuni na sina la kusema. Jamaa huyo aliyekuwa rumande kwa mwaka mmoja na akaachiliwa hapo jana baada ya mahakama kusema kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha dhidi yake, anadaiwa kumtishia mwanamke huyo kwamba angemuua pindi tu atakapoachiliwa. Mumewe mwanamke huyo hakuwepo nyumbani wakati kisa hicho kilipotokea. The suspect is a well-known hardcore criminal. He's actually a jailbird. And we even suspect he has a firearm. And this is what we have been pursuing. Miili ya waathiriwa hao imehifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Bungoma, huku maafisa wa usalama wakianzisha msako wa kuwakamata washukiwa waliotekeleza kitendo hicho. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.